Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yupo kule Urusi na hii leo katika ikulu ya Kremlin amekutana na Rais Vladimir Putin uso kwa uso na kuteta masuala mbalimbali yanayolenga diplomasia, masuala ya uchumi na ukuaji baina ya mataifa haya mawili kibiashara. Ni ziara inayotajwa kuwa ni ya kihistoria. Kwa miaka mingi Tanzania na Urusi zimekuwa ni nchi rafiki, lakini hakukuwa na ziara ya rais wa Tanzania kwenda Urusi kwa miaka ya hivi karibuni. Ni ziara ambayo inatazama kwa namna tofauti, kipindi hiki ambacho Urusi yenyewe imekuwa kwenye mtanziko wa mambo, imepitia kwenye vita baina yake na Ukraine, lakini wakati hayo hayajapoa kumekuwa na vikwazo vinavyosukumizwa katika taifa hilo. Nakumbuka nchi hii ni miongoni mwa mataifa ambayo yalikaa pamoja na kuunda ule umoja unaojulikana kama BRICS, ukilenga zaidi masuala ya kibiashara, wakiwemo Brazil, Afrika Kusini, India pamoja na China. Hao ndo walikuwa waanzilishi, lakini kwa sasa umoja wenyewe umetanua mbawa zake na baadhi ya mataifa barani Afrika yameshakuwa wanachama wa eneo hilo. Kulikoni ziara hii inafanyika sasa? Nini ambacho kinaweza kawa tija kwa pande zote mbili, wakati huu ambako Urusi licha ya kuwa katika vita ya zaidi ya miaka miwili, lakini bado inaonekana imeendelea kuwa na ushawishi mkubwa kwenye siasa za dunia. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye Uchanganuzi hii leo. Studio tumemwalika mchambuzi wa masuala ya diplomasia Godfrey Mchungu. Karibu sana Godfrey. Asante sana. Kwema sana. Mambo anasemaje? Mambo ni mazuri sana. Ziara ambayo ilivyotajwa kukawa kuna mijadala mingi. Ina uzito gani ziara hii katikati ya hali ya mambo ambayo tunaiona baina ya Urusi, vikwazo, vita na Tanzania ambayo sasa ipo? Kwanza ni kwamba hii ni ziara kimkakati sana ambayo inafanyika kwa nchi ya Tanzania kwenda katika nchi ya Urusi. Ni ziara ambayo ukitazama inafanyika katikati mwa mitafaruku mikubwa ya siasa za kijiografia. Na ukisoma tafiti za Global Security Index zinasema kwamba duniani kuna zaidi ya mizozo 80 ambayo imekuwa ikitishia usalama wa kimataifa na usalama wa kikanda. Ukitazama kwa mfano kuna vikao vya Umoja Mataifa, vikao vya Baraza Kuu la Umoja Mataifa, hoja kubwa imekuwa ni swala zima la usalama, tunasema ni global insecurity. Kwa hiyo ziara ukitazama inakuja pale ambapo Urusi amekuwa akiendelea kutafuta marafiki zake wa kihistoria, lakini zaidi sana Urusi amekuwa akijaribu kutumia ushawishi wake wa kimkakati, inamaanisha ushawishi wa gesi pamoja na mafuta, kuendeleza maslahi yake ya kijeopolitiki. Kwa Tanzania hii ni ziara ambayo ukitazama imekuwa ikitoa msimamo wa sera yetu ya mambo ya nje, kwa sababu sera yetu ya mambo ya nje ya mwaka 2001 na mabadiliko ya sera mwaka 2024 yanazungumza kwamba Tanzania inasimamia kutafuta diplomasia ya uchumi. Na kimsingi ni kwamba tunapozungumzia diplomasia ya uchumi, namna gani ushirikiano wa kisiasa unaweza kutafsirika kwenda kutafuta, kuchochea na kuendeleza tija za kiuchumi. Kwa kutazama ni kwamba ni ziara ambayo imekuwa na mtazamo tofauti miongoni katika pande zote mbili. Kwa Urusi, huu ni mkakati wake kuendelea kujaribu kutafuta nchi za ushawishi katika nchi za Kiafrika, kwa sababu kama ulivyosema kwamba duniani mataifa manne ambayo yamekuwa yakiongozwa kwa vikwazo. Kuna Urusi, kuna Venezuela, kuna Cuba na kuna Iran. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Urusi ameendelea kutafuta ushawishi wake kuna nchi za Kiafrika. Ni nyakati ambazo ziara yenyewe inafanyika, kuna mengi ambayo yapo, hasa hayo ya vikwazo, namna mambo yanavyokwenda, vita ya Ukraine na Urusi ni kama amedhibiti hivi, lakini bado kuna mashambulizi ambayo yanaendelea, na hata ndani ya Urusi wenyewe kuna baadhi ya mambo yadhibiti ili kutoa nafasi kwa adui. Msimamo wa Tanzania kwa miaka yote imekuwa ni siasa za kutoegemea upande wote. Baada ya hili kufanyika, msimamo huu unaendelea kubaki pale pale ama unaanza kutiliwa shaka hivi? Ukitazama ni kwamba sera ya mambo ya nje ya Tanzania ni sera ambayo inasema haifungamani na upande wote, kwa maana kwamba ni taifa ambalo limekuwa haliamuliwi adui wala halichaguliwi rafiki. Na huo umekuwa ni msimamo kipindi cha kihistoria pale ambapo dunia ilipitia kuna kipindi cha vita baridi ambapo kambi mbili kati ya mashariki na magharibi zilikuwa zinapambana kuweza kusambaza itikadi zake duniani. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere, baba taifa,
akaamua kuja na msimamo wa kutofungamana na upande wowote. Of course ulikuwa ni msimamo wa nchi nyingi ambazo tunasema nchi za Global South ambazo zilikuwa zimechukua msimamo ambao ili kupelekea mitafaruku miongoni mwa mashariki na kwenda kwa magharibi. Kwa ukitazama ni kwamba ni ziara ambayo imekuwa ikisimamia masuala ya msingi ya kijiografia, lakini vile vile ni kwamba inakuonyesha kwamba namna gani Tanzania imekuwa ikitafuta vipaumbele vyake kutokana na namna ambavyo taifa limejipanga. Ukitazama Tanzania imekuwa ikitekeleza dira ya maendeleo 2025-2050, maana ni kwamba sasa inatafuta washirika kimkakati ambao wataenda kulinda, kuchochea na kuendeleza masuala ya kimkakati. Lakini vile vile kwa nchi ya Urusi kutazama baada ya kinachoitwa uvamizi wa Urusi nchini Ukraine au operation ya Urusi nchini Ukraine, Urusi baada ya kuwekewa vikwazo, tuna kabisa kwamba Rais Putin alitoa decree, yani amri ya kiraisi kwamba ataenda kuwauzia mafuta na gesi kwa nchi zote marafiki. Maana ni kwamba sasa hii ni fursa kwa Tanzania kwenda kukaa na Urusi kuzungumza namna gani inaweza kupata tija za kiuchumi. Utazama kwa mfano kwenye kikao cha leo wamezungumza mambo mengi, namna gani sasa ushirikiano ambao ulikuwa unazingatia katika falsafa au itikadi uweze kubadilika kwenda kulinda masuala ya kiuchumi. Ukisoma historia ya Urusi tangu mapinduzi mwaka 1917 maarufu ambayo inajulikana Bolshevik Revolution, una kabisa kwamba Urusi ilikuwa inaisaidia nchi za Kiafrika kuanzia chama cha TANU, ASP, FRELIMO, SWAPO, MPLA. Kwa sasa baada ya Tanzania kubadilisha mtazamo wake, inahitaji kuweza kugeuza ushirikiano uende kutafsirika kwenye tija zaidi za kiuchumi. Bado kuna mvutano mkubwa kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi kwa kiwango kikubwa sana, kiacha rafiki yake wa karibu China na baadhi ya nchi ambazo wamekuwa wakiendelea kushirikiana nazo kama mataifa rafiki kwa China. Uamuzi wa Tanzania ambako rais yupo Moscow na ziara hii inaweza ikaleta tafsiri hasi kwa mataifa ya Magharibi ambayo yanahasimiana na Urusi. Kwanza ni kwamba duniani kuna mabadiliko makubwa sana ya siasa za kijiografia, tunaita ni global power shift. Yani mataifa ya Urusi, China, mataifa ya BRICS yamekuwa yakikua na inataja kwamba itakuja kuamua siasa za kijiografia. Kwa hiyo karata ya Tanzania kuangalia mielekeo ya kisiasa ni karata ya msingi kwenda kulinda, kuendeleza na kutetea masuala ya kiuchumi. Ni kweli kabisa kwamba kumekuwa na hiyo tunaita antagonisti, yani uhusiano ambao umekuwa ambao una mashaka miongoni mwa ambao wanaochukua uamuzi dhidi ya mataifa ambayo hayana uhusiano mzuri, kwa mfano taifa la Marekani au mataifa ya Urusi. Lakini hiyo haitoi msimamo ya kuweza kuingilia uhuru wa taifa, kwa sababu kila taifa hapa duniani ina wajibu wa kuweza kuamua mustakabali wake, mwelekeo wake, hata hatima yake pale ambapo inapotafuta maslahi yake. Kunaweza kusema kwamba msimamo huu utaendelea kuna sera ya mambo ya nje ya nchi ya Tanzania, na kimsingi ni kwamba huu msimamo ni msimamo ambao umekuwa ukizingatia maslahi ya msingi ya Tanzania, maslahi ya kiusalama, maslahi ya kiuchumi, maslahi ya kimkakati na maslahi ya uelekeo wa siasa za kijiografia. Kwa wale ambao wana hofu, nafikiri kwamba hakuna msingi wa kimantiki, kwa sababu kila taifa hapa duniani limekuwa na uwezo wa kuchagua rafiki ambaye kimsingi amekuwa anamtaka. Kwa mfano tazama, baada ya mwezi mmoja tumemwona Rais Trump ameenda kwa Xi Jinping kule China. Tumeshuhudia kwa mfano Rais Putin ameenda kwa Xi Jinping kwa mfano kule China. Kwa hiyo mataifa yamekuwa yakitafuta tija za kiuchumi. Kwa hiyo tija za kiuchumi zinapotafutwa, hauwezi kusema kwamba kwa nini anaenda huku au kwa nini anaenda kule. Lakini vile vile ni kwamba sasa hivi duniani tuna kitu tunaitwa economic warfare au tunaita vita ya kiuchumi. Namna gani sasa mielekeo ya kisiasa inaweza kutafsiriwa kwenda kulinda, kuchochea na kuendeleza masuala ya kiuchumi. Kwa nasema kwamba nafikiri kwamba hii ni karata kimkakati ambayo Tanzania inacheza kwenda kwa taifa kubwa la Urusi ambao kutazama limekuwa na ushawishi kihistoria, ushawishi kijiografia, ushawishi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Urusi ni moja wapo ya mataifa matano ukiacha Marekani, China, Ufaransa, Uingereza ambao wanakula waturufu. Kwa kukaa kwa meza mazungumzo na nchi ya Urusi ni turufu kwenye siasa zako za kijiografia. Maeneo gani ambayo yatazingatiwa sana na viongozi wa mataifa haya katika kuhakikisha kwamba si wanakuza tu ushirikiano lakini wanakwenda pamoja na kila mmoja anapata tija kwenye ushirikiano wa muda mrefu? Kwanza ukitazama Mheshimiwa Rais ameenda na zaidi ya wafanyabiashara 70, lakini zaidi sana ameenda na sekta za kimkakati. Kwa mfano Wizara ya Mipango ipo kule, Wizara ya Madini ipo kule, Wizara ya Elimu ipo kule. Kutazama maana ni kwamba sasa inakuonyesha
kuna maeneo ya kimkakati ya msingi ambayo kama taifa yamekuwa yakilenga. Maana ni kwamba sasa hii ni fursa kwa mfano kwa wanafunzi wa Tanzania kwenda kutafuta uzoefu wa elimu, kwa mfano masuala ya teknolojia katika nchi ya Urusi. Kwa sababu Urusi, tukumbuke kwamba ni mojawapo wa taifa la kwanza kuweza kupeleka vifaa katika mwezi, ni mojawapo taifa la kwanza kuweza kurusha satellite katika mwezi. Kwa kama ambapo pale mnafanya diplomasia ya kiuchumi, mnaweza kupeleka wanafunzi wenu kwenda kusoma kwenye vyuo vikubwa katika nchi ya Urusi. Lakini la pili ni kwamba Urusi ni taifa ambalo limekuwa likiwa na ushawishi mkubwa zaidi katika sekta ya kilimo. Ukiacha kwamba Ukraine na maeneo ya Luhansk, Donetsk, Crimea na Kherson, una kabisa kwamba bado Urusi inaweza ikatumia nafasi yake ya kijiografia kwenda kuuza chakula kwa mfano katika nchi ya Tanzania, hata kuweza kupata mbolea ya bei nafuu. Lakini zaidi sana namna gani unaweza kupata teknolojia ya kilimo katika nchi ya Tanzania. Lakini zaidi sana sasa unaona kabisa kwamba ushawishi kwa mfano wa mafuta. Leo hii ukitazama mafuta yamekuwa ni silaha dhidi ya siasa za kijiografia. Kwa je, ukikana na Putin na kufanya naye mazungumzo, maana ni kwamba inaweza kukupa tija ya ulinganifu katika siasa hizo za kiushindani. Kwa kweli natazama maeneo kwa mfano ya sekta ya teknolojia, sekta ya kilimo, sekta ya elimu, sekta ya mipango, lakini zaidi sana na sekta ya madini. Umegusia swala la mafuta hapo. Tumeona hivi karibuni Uingereza hatimaye ililegeza masharti kwa Urusi ili kupata mafuta kutoka kwa Urusi ambao ni moja wa wazalishaji wa bidhaa hiyo, wakati ambako dunia imekuwa kwenye wakati mgumu tangu kufungwa pale kwa Hormuz na mtafaruku ambao Marekani na Israel walianzisha dhidi ya Iran. Bei za mafuta zimekuwa zikiendelea kupaa kila uchao. Inaweza ikawa ni turufu muhimu kwa Tanzania kufanya ushawishi kwa Urusi na kupata hii bidhaa kabisa. Hii ni turufu ya kimkakati sana, kwa sababu dunia imekuwa ikihitaji zaidi Urusi kuliko Urusi na kuhitaji dunia, kwa sababu hapa tunapozungumza, kikifika kipindi cha winter katika nchi za Ulaya hawezi kuishi bila gesi ya Urusi. Lakini zaidi sana Urusi amekuwa akichangia kwa kitu tunaita power politics, yani kuwa na siasa na turufu kwenye meza ya mazungumzo. Maana ni kwamba sasa inaweza ikaisaidia Tanzania kwenda kulinda na kuweza kufanya ushawishi kuweza kupata mafuta ya bei nafuu. Lakini unafahamu kwamba duniani kuna kitu kinaitwa OPEC. OPEC ni umoja kuzalisha mafuta ghafi duniani. Urusi ni mojawapo ya taifa ambayo ni turufu kubwa, ukiacha Saudi Arabia na mataifa kwa mfano Venezuela, mataifa kwa mfano ya Kuwait. Maana ni kwamba sasa inaonyesha bado nafasi ya Urusi ni kubwa kwenye siasa za kijiografia. Kunaweza kusema kwamba hii ni mojawapo ya ziara ya kimkakati sana ambayo kimsingi inaenda kugusa masuala ya kiuchumi, masuala ya kimkakati, masuala ya kijiopolitiki. Urusi kwa mfano kana vizuri anaweza akakusaidia kupata tija nyingi za kiuchumi ambazo dunia nyingine imekuwa haina. Kunaweza kusema kwamba tuiangalie ziara hii kwenye namna gani Tanzania za kulinda na kuchochea maslahi yake ya kijiopolitiki. Kuna eneo ambalo limekuwa muhimu, umegusia hapo kwamba rais hajaenda mikono mitupu, amekwenda na wafanyabiashara. Na eneo la uwekezaji limekuwa likisisitizwa sana na hata juzi tumemsikia waziri wa mipango na uwekezaji akizungumza sasa ni wakati wa sekta binafsi kupewa uzito mkubwa zaidi na kushiriki kwenye uchumi wa taifa letu. Hii inaweza ikarudisha uwekezaji mkubwa wa Urusi katika nchi ya Tanzania baada ya kuonekana kuna wakati ni kama walirudi nyuma hivi kwenye kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali. Kabisa, hii inaweza ikasaidia sana kuweza kurudisha na kutafsiri kinachoitwa diplomasia ya kiuchumi. Maana ni kwamba sasa kuna zile zinazoitwa timu za wataalamu, kwa sababu kuna diplomasia wanapokutana viongozi wakuu wa nchi wanapozungumza, maana ni kwamba wanatengeneza tunasema protokali au itifaki. Sasa pale kinachofuata ni mawaziri wa kisekta na wataalamu wanakuja kuchakata makubaliano ambayo kimsingi yamekuwa yakiingiwa na wakuu wa nchi. Kwa maana ni kwamba sasa wanaweza wakatafuta zipi ni sekta za kimkakati. Kwa mfano Tanzania hapa unaweza labda ukaja kuanzisha vyuo vya Urusi katika nchi ya Tanzania. Maana ni kwamba itakuwa ni soko kwa nchi za Afrika Mashariki, ukanda wa SADC, lakini zaidi sana atakuja kufundisha falsafa na itikadi ambayo kimsingi ulikuwa ni msingi katika historia. Lakini la pili, kuna hiyo sekta kubwa ya mafuta pamoja na gesi. Urusi wana shirika moja ambalo linaitwa Gazprom, shirika kubwa la Urusi ambalo limekuwa likichangia turufu kwenye siasa za kimataifa. Maana ni kwamba sasa unaweza kuiambia Gazprom kuja kuwekeza katika nchi ya Tanzania. Urusi ni mojawapo ya mataifa ambayo yamekuwa yana ushawishi kwenye madini ya
ya madini ya uranium ukitazama, ameweza kuja kuwekeza hapa kuweza kupata tija, kwa mfano ya umeme, masuala ya utafiti, masuala kwa mfano ya viwanda, kizadi sana kwenye kufikia tija mbele za kiuchumi. Kwa unaona kabisa kwamba kama ukiweza kufanyika uchanganuzi wa kimkakati, uchanganuzi wa kisekta, sekta ya madini, tunaweza tukaanzisha viwanda vingi, lakini mwisho wa siku tunaweza tukawekeza kwenye kitu kinachoitwa transformative sector, yani sekta za kimageuzi, sekta kwa mfano ya kilimo, usafirishaji, viwanda. Na ukitazama hii sekta zimekuwa zikibeba kundi kubwa la watu ikiwemo vijana. Tanzania ni nchi ambayo ina watu zaidi ya milioni 60 na 70% ni vijana. Maana ni kwamba ukifanya diplomasia ya kiuchumi na Urusi kuja kuwekeza, maana ni kwamba unaweza kutatua tatizo kubwa la ajira. Kwa kimsingi ni kwamba hii ziara unaweza ukaitumia kivyovyote kuweza kulinda, kutetea na kuendeleza maslahi yako ya kimkakati. Sekta binafsi ambayo wengine wamekwenda hapa, wanatakiwa wachangamkie maeneo gani ambayo inaweza ikawa ni rahisi kuwashawishi wawekezaji kutoka Urusi kuja kwa haraka nchi? Sasa hivi Urusi ukitazama amekuwa akitafuta masoko ya bidhaa zake baada ya kuwekewa sanction, vikwazo. Kwa sababu Urusi kitaalamu amepitia kuna njia tatu. Njia ya kwanza tunaita ni sanction, total economic sanction, yani kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Njia ya pili inaitwa ni divestment, yani nchi za magharibi zilitoa uwekezaji wake katika nchi ya Urusi. Lakini njia ya tatu alifanya boycott, yani walimsusia au kumtenga. Sasa Urusi sasa hivi anatafuta washirika wapya wa kimkakati ikiwemo nchi ya Tanzania. Na kimsingi ni kwamba hiyo bahati unaweza ukaiona kuanzia katika Afrika, lakini zaidi sana katika ukanda wa Sahel. Tazama kwa mfano kule maeneo kwa mfano Niger, Burkina Faso, Mali, Urusi amekuwa akitumia Wagner kuweza kuendeleza ushawishi wake wa kimkakati. Maana ni kwamba sasa sekta binafsi ina nafasi ya kuweza kuangalia na kutathmini zipi ni sekta ambazo Urusi amekuwa akitafuta masoko. Sekta kwa mfano kama nilivyosema ya mafuta, sekta kwa mfano ya teknolojia, sekta kwa mfano ya biashara, sekta kwa mfano ya viwanda. Urusi wana kundi ambalo linaitwa oligarch, kundi la matajiri. Unaweza kuwashawishi kuja kuwekeza katika nchi ya Tanzania. Kwa kimsingi ni kwamba hii ziara nafikiri kwamba tutakuja kuipima kwa matokeo yake zaidi, ambayo kimsingi imefanyika na Mheshimiwa Rais. Eneo la BRICS, jukwaa ambalo linaendelea kukua, jukwaa ambalo linavutia wengi sana. Inaweza ikawa nafasi ama wakati sahihi kwa Rais Samia akafanya ushawishi kupitia Urusi ambaye ni mmoja wa waanzilishi ili Tanzania iwe ni mwanachama. Na kuna swali lako la msingi, kwanza ukiangalia BRICS kimkakati, Tanzania imekuwa na marafiki wake wote wa kihistoria kuanzia China. Unajua ukifika kule China unasema China na marafiki wa ukweli wawili, Urusi pamoja na Tanzania, kwa sababu sisi wa Tanzania tuweza kuwasaidia wa China baada ya kutengwa na Umoja wa Mataifa, kwa sababu China kisiwani Taiwan walikuwa na represent katika Umoja wa Mataifa. Mwaka 1971 Dr. Salim Abdul Salim aliweza kurudisha China katika Umoja wa Mataifa. Maana ni kwamba Tanzania ina ushawishi kwenye siasa za China. Lakini mule BRICS kumbuka kuna South Africa. Uhuru wa South Africa mwaka 94 umepiganiwa kwa kiasi kubwa na nchi ya Tanzania. Lakini tazama vile kuna nchi kwa mfano ya India, kuna mataifa mengi kwa mfano sasa hivi ya Urusi. Maana ni kwamba sasa Tanzania ina nafasi ya kimkakati kuna mataifa ya BRICS. Lakini vile kuna dhana ambayo tunaita ya multipolar na global power shift. BRICS ndio mataifa ambayo kitazama yamekuwa na turufu. Kwa sababu moja, BRICS ndio kuna watu. Ulaya nzima ina watu milioni 700 pamoja ukichanganya na nchi ya Marekani. Lakini BRICS wana zaidi ya watu bilioni 4. Maka ni kwamba population ya dunia ipo katika mataifa ya BRICS. Ukichukua kwa mfano India pamoja na China wana watu zaidi ya bilioni 3. Maka hili ni soko la kimkakati. Kwa ukitazama BRICS imekuwa ni soko katika tija la kiuchumi. Maka ni kwamba hata Tanzania kwa mfano ukiamua kwenda kuuza maparachichi, kuna soko la watu bilioni 3. Maka hiyo ni kuondoa umaskini katika sekta ya kilimo katika nchi kwa mfano ya Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ina nafasi ya kimkakati kwa sababu ina marafiki wa kihistoria katika umoja wa BRICS. Lakini la pili ni kwamba BRICS inataja kwamba ni mbadala wa hizi ambazo zinaitwa Western institution, yani taasisi za kimagharibi. Na BRICS kuna kitu tunaitwa New Development Bank. Tunasema hii ni benki ambayo ilianzishwa na mataifa ya BRICS kwa lengo ya kukaunta nguvu ya IMF pamoja na World Bank. Maana ni kwamba bado BRICS imekuwa na nafasi ya kipekee kwenye kuchanga karata zake. Na kuna dhana ya kuiangalia dunia kutokea leo
BRICS ndio itakuja kuongoza mwelekeo wa kidunia, kwa sababu historia ina mwanzo, ina katikati na historia ina mwisho, na historia huwa ina wakati wa kujirudia. Vile vile historia inatukumbusha kwamba mataifa huwa yanainuka na kuibuka baada ya kipindi fulani. Aliibuka Uingereza, aliibuka Ufaransa, alikuwepo Urusi, alikuwepo Marekani. Sasa hivi kwa mfano unaona kabisa kwamba kuna nguvu ya China na kuna nguvu ya Urusi. Kwa kweli BRICS ni kwa wanadiplomasia hauwezi kuacha wala kukawia kuweza kushirikiana na mataifa ya BRICS. Kuna maeneo mengine ambayo yanaonekana yanaguswa zaidi katika ziara yenyewe, ukiachana diplomasia, uwekezaji na biashara, lakini kuna sekta za kimkakati hizo ambazo zinaelezwa kwamba pia itakuwa ni nafasi kwa Tanzania na Urusi kuzishughulikia. Hawa ni watu ambao teknolojia yao ipo juu na zamani nakumbuka Watanzania wengi walikuwa wanakwenda kusoma Urusi. Licha kwamba hapa katikati imekuwa ni tofauti. Katika hii eneo la kimkakati, haya mataifa mawili yanapaswa kutumiana vipi ili kila mmoja aone ile faida ya 50 kwa 50? Yes, sasa hapa ni kwamba ni lazima kila taifa liweze kutumia kuna kitu kitaalamu tunaita negotiation power, yani kuwa na turufu kwenye meza mazungumzo. Lazima tuweze kujitathmini kwamba Tanzania ina nini ambacho Urusi haina, na Urusi na nini ambacho kimsingi imekuwa kihitaji kwenye nchi ya Tanzania. Urusi inatafuta kuungwa mkono duniani. Urusi inatafuta washirika wapya wa kimkakati. Urusi imekuwa ikitafuta masoko. Tanzania tumekuwa tukitafuta kuweza kuendeleza kwa mfano dira ya maendeleo ya taifa ambayo kimsingi tunahitaji nishati ya uhakika ambayo inapatikana Urusi. Tanzania kwa mfano imekuwa ina nguvu kazi wengi ambao ni vijana, inahitaji wa vijana kuweza kusomeshwa, kuendeleza, kwenda kutafuta fursa hizo za kimkakati huko duniani. Tanzania ni taifa ambalo limekuwa likiwekeza katika sekta ya teknolojia. Urusi imekuwa na tija hizo. Kwa hiyo ukifanya uchambuzi katika kila sekta unaona kabisa kwamba kila upande kuna kitu kinaitwa win-win situation, kwamba upande wa Tanzania unapata na wa Urusi unapata. Kwa hapa ni kwamba sasa baada ya Rais Samia na mwenzake Vladimir Putin kuzungumza ni namna gani uchakataji wa wataalamu unaweza kuchakata sekta za kimkakati. Lakini zaidi sana ni kwamba upo mkutano wa St. Petersburg Economic International Forum ambao watakutana wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara wa nchi ya Urusi. Lakini kwamba sasa hapo ni mkakati wa kuweza kutengeneza PPP, kwa kwamba public private partnership, kuweza kuhakikisha kwamba sekta binafsi na sekta ya Urusi inaweza kuunganishwa kuweza kutengeneza makampuni ya kimkakati. Na ukisoma geopolitics sasa hivi kuna kitu kinaitwa makampuni ya kimkakati au mabepari ya kitaifa. Yani kunakuwa na kampuni ambayo inaitwa Mchungu Company, lakini nyuma yake kuna mgongo wa serikali ya Tanzania, kuna mgongo wa serikali kwa mfano ya Urusi. Hicho ndio umekuwa wakifanya China, wakifanya India, wakifanya Singapore, kwamba kampuni linakuwa lina sura ya sekta binafsi, lakini nyuma pazia kuna masuala makubwa ya kiuchumi. Lakini kwamba sasa unaweza kuitumia Urusi kwenye nyanja zote za elimu, mkakati, usalama mpaka tija za kiuchumi. Urusi imepitia mbinyo mkali sana lakini bado imeendelea kusimama. Hii inatoa picha gani ama somo gani kwa nchi kama Tanzania ambaye ni mshirika wa Urusi, na kuna wakati wengine tumeshuhudia mataifa ya Kiafrika yakiminywa kwa kukosa misaada na sasa unaona kwamba dunia kwa sehemu kubwa misaada imesitishwa. Ni kama unaweza chukua mkopo uende kujiimarisha. Kwanza inachofundisha katika dunia sasa hivi kuanzia taifa kwa mfano la Urusi na taifa ya Iran, maana ni kwamba unahitaji kuweza kujenga uwezo wako wa ndani. Moja, unahitaji kuweza kujenga human capital ambayo inaweza kuendeleza teknolojia ya ndani, ndio hicho msingi ambacho wamefanikiwa Urusi. Lakini la pili, unahitaji kuweza kutengeneza mabepari wa kitaifa au makampuni ya kimkakati, yani makampuni ambayo yatakuwa yanafanya kazi kwa ajili ya tija ya nchi husika. Lakini la tatu, unahitaji kuweza kuwekeza kwenye teknolojia. Teknolojia sasa hivi tunaita ni non state actors, ni soft power ambayo unaweza kuitumia kwenda kushawishi na kulinda maslahi yake ya kiuchumi. Maana ni kwamba sasa bado Tanzania na vitu vingi zaidi ya kujifunza. Ukitazama kwa mfano mapinduzi ya mwaka 1917 ya Bolshevik Revolution yaliweza kutengeneza taifa lenye itikadi, taifa kimsingi ambalo linaamini katika ujamaa, katika falsafa za Marx. Kutazama kwa sababu huyu ambaye anaitwa Lenin aliweza kuhamasishwa sana na wakina Karl Marx, kutazama ambao aliandika vitabu vingi vya Communist Manifesto. Kwa hiyo kwa kweli Tanzania inaweza ikajifunza kwa Urusi kuanzia itikadi, falsafa, miiko ya uongozi, viongozi ambao wanaweza kusimamia maslahi ya taifa. Ukimtazama Putin kwa hatua zake na ujenzi wake
kama angekuwa kiongozi mwingine nafikiri kwamba angeweza kufanyia kitu bora zaidi katika nchi yake. Godfrey Mchungu, nikushukuru sana. Asante sana. Ni mwanadiplomasia na mchambuzi wa masuala ya diplomasia huyo, Godfrey Mchungu, ambaye tumekuwa naye hii leo kwenye Uchanganuzi. Tulikuwa tukipiga darubini kwanza kwa ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo ilianza jana baada ya kuwasili pale Moscow, na leo amekutana na Rais Vladimir Putin wa pale Urusi, na masuala ambayo mengi yamezungumzwa ni ya kuendelea kukuza ushirikiano baina ya mataifa haya kwenye diplomasia, masuala ya biashara, uwekezaji, lakini pia maeneo yale ya kimkakati. Wengi wanaitazama ziara hii itakuwa na matunda ya kiwango gani, kwa sababu imekuwa ni ziara ya kihistoria. Nukta inafikisha tamati ya Uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani, kutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea. Panapo majaliwa tukutane tena kesho. Usiku mwema.